Karibu sana kwenye channel yetu ya Umewahi Kuwaza. Tuendelee kujifunza na kuongeza akili mpya. Tuendelee kujua vitu, kuvielewa na kuvitambua. Sasa tunaendelea na kitabu chetu cha Think and Grow Rich, sehemu ya 3 au siku ya 3. Siku ya kwanza tulijifunza juu ya tamaa, siku ya pili juu ya imani, lakini leo tunaendelea na sehemu ya 3 inaitwa auto suggestions, au tunaita the medium for influencing the subconscious mind. Kitendo cha kuchochea akili fiche au subconscious mind. Kwamba unaiamsha vipi, unaiwezeshaje ikufanyie kazi. Ndo sehemu hii ya 3 ambapo tulipo, kama Napoleon Hill anavyotuelezea kwenye kitabu chake. Hii ni mwendelezo wa summary ya kitabu cha Napoleon Hill cha Think and Grow Rich. Kwa hiyo karibu kwenye Think and Grow Rich. Hii ni siku ya 3. Siku ya kwanza kama unavyojua tulijifunza tamaa kwa maana ya desire. Siku ya pili tukajifunza imani kwa maana ya faith. Leo tunajifunza namna ya kupeleka tamaa na imani moja kwa moja kwenye akili fiche. Napoleon Hill anasema autosuggestion is the agency through which you may reach and influence the subconscious mind. Umeona? Kwa maana autosuggestion ndiyo njia ya kufikia na kuathiri akili fiche. Autosuggestion ni nini? Autosuggestion ni kujizungumza mwenyewe kwa makusudi, au ni kupandikiza mawazo unayotaka kuyaamini, lakini pia ni kujenga mwelekeo wa akili kwa kurudia maneno, picha au hisia. Napoleon anasisitiza kwa kusema, every thought which is emotionalized and mixed with faith begins to translate itself to reality. Kwa maana kila wazo lenye hisia na imani huanza kujigeuza kuwa uhalisia. Akili fiche hufanya kazi vipi? Akili fiche haisemi hapana. Kwa hiyo upeleke wazo baya, wazo zuri, uiambie kitu kibaya, kitu kizuri, yenyewe ina accept. Lakini pia haitofautishi mema na mabaya, na inatii kile unachorudia mara kwa mara. Kwa hiyo Hill na maisha Napoleon anaendelea kwa kusema, the subconscious mind makes no distinction between constructive and destructive thoughts. Kwa maana akili fiche haitofautishi mawazo chanya na hasi. Ndiyo maana kujilalamikia kunajenga kushindwa, kujikosoa kupita kiasi kunajenga udhaifu, lakini kujitia moyo kunajenga nguvu haswa. Na kosa kubwa la watu wengi ambao wanafanya, watu wengi wanasema maneno chanya bila hisia, wanarudia bila imani, na hawana tamko lililo wazi. Napoleon anaendelea kusema, mere reading of words has no effect unless they are accompanied by belief. Kwa maana kusoma maneno tu hakusaidii kama hakuna imani. Kwa unaweza kuwa unarudia, unasoma kama ambavyo Bwana Hill anaelezea kwenye kitabu chake, lakini kama unasoma pasipo imani inakuwa haina effect. Mfumo sahihi wa kufanya autosuggestion. 1. Andika tamko la lengo lako, clear and definitive. Kwa mfano, unaweza kusema, ninajiona nikiwa na mafanikio makubwa, kipato kizuri na maisha bora, na ninaamini nina uwezo wa kuyapata. 2. Nirudie kwa sauti, asubuhi, usiku pia na kabla ya kulala. Napoleon anasema, read your statement aloud twice daily. Kwa maana lisome tamko lako kwa sauti mara 2 kwa siku. 3. Lione kama tayari limetimia. Hilo wazo lako lione kama tayari limetimia. Usiliseme kama ombi, liseme kama taarifa ya ukweli. Napoleon anaongeza kwa kusema, see yourself already in possession of the thing you desire. Jione tayari unachokitamani. Mfano halisi nakwambia, ukisema nitajaribu kufanikiwa, akili fiche husikia kuna uwezekano wa kushindwa, ndio inavyoamini yenyewe, kwa sababu umesema nitajaribu.
Badala yake unaweza ukasema ninafanikiwa kwa uthabiti kila siku. Akili fiche inakuwa haijatengeneza mazingira ya makisio. Maana yake umeipa kitu ambacho ni halisi kwamba ninafanikiwa, na yenyewe ina notice hicho. Leo umejifunza kuwa auto suggestion ndio daraja la kufikia akili fiche au subconscious mind. Lakini pia unachojirudia ndicho kinachojengwa. Lakini pia maneno ukijumlisha hisia, ukijumlisha na imani, unachofuata ni uhalisia wa maisha. Na Napoleon Hill anahitimisha kwa kusema you are the master of your destiny, kwamba wewe ndiwe mmiliki wa hatima yako. Andika kwenye comments, ninachagua maneno yangu mazuri. Lakini pia usisahau kulike, kusubscribe na kushare ili watu wengine wajifunze kitu kizuri. Siku ya 4 au sehemu ya 4 ya hichi kitabu chetu kinaitwa Specialized Knowledge, na ndio kitu ambacho tutajifunza next time. Karibu tena na tuendelee kupeana knowledge ya msingi. Bye bye.